Tumeguswa na kuhuzunishwa na kitendo cha kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini kwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika mikutano yake ya hadhara wilayani Mbinga, Songea. Mazingira ya utaratibu uliotumika kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu haukuzingatia usalama wake, usalama wa raia, lakini pia hata usalama wa polisi waliokuwa katika maeneo hayo. Jinsi bilivyoona ukamataji ule ulivyofanyika ungeweza kuzua taharuki, ungeweza kuzua janga kubwa sana katika taifa letu. Tunafahamu wote, tuna mifano ambayo imeshatokea wakati wa purukushani ya ukamataji wanasiasa kule Iringa. Mwandishi alipoteza maisha. Wakati wa Kuilina hapa Dar es Salaam walipoteza maisha. Matukio kadhaa kule Pemba watu walipoteza maisha. Kule Arusha na matukio mengine watu wengi walipoteza maisha kwenye wakati ya ukamataji wa kawaida. Kwa hiyo sisi tulistuka sana kuona ule aina ya ukamataji uliofanyika pale, kwa sababu wananchi wangejaribu kupambana kwa namna moja au nyingine, pengine tungezungumza sasa hivi maafa makubwa. Kwa hiyo ukamataji wa namna ile sisi tunakemea na tunashauri sana vyombo vinavyohusika viache kutumia nguvu ya ziada. Kama wanasiasa au watu wote wanahitajika katika vyombo vya sheria, basi tutumie utaratibu mwingine na kukuwa na ulazima wa kwenda kuchukua kiongozi kwenye mkutano wa hadhara, kwa sababu kwa kufanya hivyo kwanza unatia hofu kwa wananchi wasiende kwenye mikutano ya hadhara. Unatia hofu kwa wananchi waone kwamba hakuna haja ya kushiriki michakato ya uchaguzi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likaendelea kutia doa na fezea katika taifa letu, kitu ambacho tunapaswa wote kwa pamoja kuona kwamba sio swala la kuendelea. Hata hivyo maeneo au maneno anayotuhumiwa kuyatamka Mheshimiwa Lissu kama wote mlivyoyaona, na kosa lililopewa tunadhani aziendani. Maneno yalikuwa yanatamka pengine angeishia kuwa ni makosa ya kawaida. Kosa la uhaini hapa Tanzania ni kosa kubwa sana ambalo adhabu yake ni kifo au kifungo cha maisha. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenda kumweka mwanasiasa mkubwa ule na kiongozi wa chama kipindi hichi tunapokwenda kwenye uchaguzi ndani kwa muda wote huu, maana yake ni kwenda kutia dosari uchaguzi wetu unaokwenda. Kwa hiyo tunashauri pia katika eneo hili kuangalia namna gani swala hili linaweza likafanywa kazi. Ikumbuke kuwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi ni dhahiri kuwa lazima kutakuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa wanasiasa wa vyama vyote mpaka vyama tawala na wananchi pia wakati mwingine, lakini zisiwapendezeshe ukundi au upande mwingine. Ni jambo la kawaida wakati wa siasa watu kuzungumza majukwani maneno mengine makali. Kwa hiyo wakati huu wa siasa tunapaswa kuwa na uvumilivu wa hali ya juu. Wakati huu tunaelekea kwenye uchaguzi tunapaswa kuvumilia baadhi ya kauli za wanasiasa, kwa sababu ndio muda wao wa kuzungumza. Swala la kuzungumza na mazungumzo, swala la kujieleza ni chakula ya uchaguzi, ndio sehemu yake. Kwa hiyo hatupaswi kuchukulia kila maneno yanayozungumzwa na wanasiasa kama vile ni maneno ya kuanza kufanyia kazi na vitu kama, kwa sababu ndio wakati wake wa wanasiasa kuzungumza, wananchi pia kuzungumza, kwa sababu tunakwenda kwenye jambo la kitaifa ambalo ni la msingi, kuchagua viongozi wa kitaifa. Pamoja na haki ya kujieleza kuwa ni muhimu wakati wa uchaguzi, wananchi, watetezi na wanasiasa wote wanapaswa kuwa makini na kauli zao ili kuepuka kujiingiza katika migongano ya kisheria.